Jinsi ya kufunga na kuomba na aina za mifungo. Wewe unatamani kufunga na kuomba, lakini unawaza ni mfungo gani utakao kuwa sahihi kwangu. Lakini huko mtu mwingine unaogopa kufunga na kuomba kwa sababu hujui aina nyinginezo za maombi ya kufunga. Nataka nikwambia kwamba kuna aina nyingi za maombi ya mfungo, huenda zingine ulikuwa hujazijua. Tunapoongelea kufunga, tunaongelea ni hali ya kujizuia au kujitesa kwa kukosa au kuunyima mwili baadhi ya vitu vya msingi kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya ibada. Unajizuia kupata vitu fulani au unautesa mwili kwa ajili ya mambo fulani ambayo yangekuwa ya msingi kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Maombi ya kufunga na kuomba hayajaanza kufanyika leo. Yameanza tangu enzi za mwanzoni kabisa mwa imani. Tunapofunga na kuomba, manake tunautiisha mwili, kwamba mwili linakunyima aidha chakula au huduma fulani kwa ajili ya kujitiisha na kujisogeza mbele za Mungu ili kupata ufungulivu wa jambo fulani au kupata ukaribu wako na Mungu. Kumbuka kwamba miili yetu ni kati ya kizuizi kikubwa cha kuwasiliana na Mungu, kwa sababu mwili asili yake ni dunia, lakini roho zetu ni kati ya kiungo kikubwa au kitu kikubwa ambacho kinatufanya tuwasiliane na Mungu. Hivyo tunapoitiisha miili yetu, manake tunataka roho zetu ziinuke ili ziwasiliane na Mungu. Katika imani, mfungo ni kitu muhimu sana. Ukitaka kuinuka kiroho, kukua kiroho, na zaidi sana ukitaka uweze kupata majibu ya haraka kwenye mambo yako, maombi ya kufunga na kuomba ni maombi muhimu kwako. Kuna aina nyingi za kufunga na kuomba. Nikumbuke ya kwamba nimekuambia kufunga na kuomba ni kuutiisha mwili au kuudhibiti mwili usipate baadhi ya huduma za msingi kama chakula na mengineyo kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya Mungu. Na unapofunga na kuomba, kuna vifungo vinafunguka. Yaani wewe unapofunga, unapomkaribia Mungu, kuna vifungo vinafunguka kwako hata bila wewe kutumia nguvu kubwa. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya sura 58 mstari wa 6. Anasema, saumu niliyoichagua ni namna hii: kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba za nila, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nila. Kwa tunapofunga na kuomba, kuna nila zinavunjika, kuna kamba zinalegea, kuna vifungo vya uovu vinaachia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunamkaribia Mungu zaidi. Fungua pamoja nami kitabu cha Ezra sura 8 mstari wa 21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu. Utatambua ya kwamba tunapofunga na kuomba ni hali ya unyenyekevu. Tunajinyenyekeza mbele za Mungu, alafu tunatafuta njia, tunamtafuta Mungu. Na unapofunga na kuomba, sio kwa ajili yako peke yako, ni kwa ajili ya uzao wako pia. Maombi ya kufunga na kuomba ni maombi muhimu sana, na ni maombi yenye nguvu kupita kawaida. Ni maombi yanayoweza kukuwezesha kuvuka vikwazo ambavyo adui alikuwa amevisimamisha kwako kama mlima. Biblia ulionayo hapo inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo 17:21, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa kuna namna ya mambo baadhi huwa hayatoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa kuna baadhi ya vitu kwako haviwezi kuondoka, ni mpaka umesali na umefunga. Kwa kuyasema haya, unaanza kupata ufahamu ya kwamba kufunga na kuomba ni jambo la mtu binafsi na Mungu, ili kuimarisha mahusiano ya yeye na Mungu, lakini pia kusukuma majibu yake yaweze kupatikana kwa wakati na kuwezesha vifungo na aina ya mateso yanayomtesa yapate wepesi wa kuondoka au kulegea. Unapofunga unarahisisha ufunguliwaji wako, uponyaji wako na muujiza wa kimungu kuthibitika katika maisha yako. Maombi ya kufunga na kuomba yako ya aina nyingi, lakini yanaendana na levo ya mtu kiimani. Ikiwa ndo unaanza kufunga, mara nyingi tunaanzaga kwa masaa 12 kwa siku moja.